بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام والشكر له على جزيل الإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه السادة الأعلى. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kupata taufiki ya kuswali leo katika msikiti huu ulioko hapa Chuo Kikuu, na kwa miaka mingi sana sijawahi kufika katika eneo hili. Kwa nikifika sana hapa katika eneo hili, lakini hapa msikitini sikuwahi kufika. Nilikuwa nafika hapa kwa sababu kaka yangu alikuwa ni mwalimu Chuo Kikuu cha mambo ya ardhi kwa miaka mingi, kwa kila mara anakuja. Lakini namshukuru Mungu kwamba leo ameniwezesha kufika hapa, na niwashukuru vile vile hasa al-akh al-fadil Dr. Musa Hens, katibu, na Dr. Said Sima ambaye ni mwenyekiti wetu hapa. Lakini niwashukuru Waislamu wote, niwashukuru imamu, niwashukuru wanafunzi, lakini na waalimu, lakini niwashukuru na uongozi wote kwa ujumla, na niupongeze kwa kuimarisha masuala ya kuhimiza kufanya ibada katika msikiti huu. Pia niwashukuru na niwapongeze kwa mwaliko, kwa sababu bila kualikwa singefika hapa. Na ninapongeza kwa sababu gani? Mwaliko ulikuja muda mrefu mno, nadhani mwezi wa Rajabu hivi, mpaka nikamwambia nileta mwaliko. Mbona umeleta mwaliko bado karibu miezi miwili? Lakini nikaona ndio kawaida ya wasomi, huwa hawataki kukosea na wanataka kuratibu mambo yao yakae vizuri. Na Mwenyezi Mungu amewasifu watu wasomi, na hata Mtume sallallahu alaihi wasallam kazi yake kubwa ni kazi ya kuelimisha. Ndio maana akasema innama bu'ithtu muallima, hakika si mengineyo mimi nimeletwa hali ya kuwa ni mwalimu. Kazi yangu kubwa ni ualimu. Kila itakavyokuwa mtu ana cheo cha namna gani au ana kazi nzuri ya namna gani, lakini asili yake ni mwalimu. Mtu awe daktari, asili yake ni mwalimu yule wa mwanzo alikuwa amefundisha. Mtu awe injinia, ni mwalimu. Ndio maana Mtume sallallahu akajisifu kwa kazi ya ualimu. Na ukiwa na walimu, mambo mengi utaona yanakwenda vizuri. Na kama mtakumbuka kule nyuma, viongozi wengi wa nchi kimfuatilia utamwona alikuwa mwalimu mara ya kwanza. Kwa hiyo nawashukuru na wapongeza kwa hilo. Mwenyezi Mungu atuzidishie kheri. Lakini nipongeze vile vile pongeza chuo kwa kutenga sehemu kama hii ya kufanya ibada kwa vijana wa Kiislamu hapa Chuo Kikuu. Kama kiongozi nawapongeza, wametufanyia jambo jema na jambo la kheri, na walillahi alhamdu. Nimefika nimekuta haja ya kufanya ibada hapa ni kubwa, lakini pia wenye kuswali hapa ni wengi. Isipokuwa kuna kitu tumekiona kabla sijaendelea chochote, umeona mazingira yake ni madogo sana ukilinganisha na uhitaji uliopo, kwa sababu wingi wa wenye kuswali mpaka nje kule, mpaka sehemu ya kutawadhia ukiingia utakuta kuna watu wametafuta sehemu kwa ajili ya kutaka kupata sala. Hii ni kuonesha kwamba uhitaji ni mkubwa sana, na kwa mazingira haya
labda kama kiongozi wa Uislamu niyaombe mamlaka yanayohusika, niyaombe ridhaa ya kupanua msikiti au kujenga msikiti mpya ambao utakuwa sasa unalingana na mahitaji yaliyopo, lakini mbali ya mahitaji pia unalingana na hadhi ya chuo kikuu. Sababu hiki chuo kikuu cha zamani, chuo kikuu kikubwa, baada ya hiki kumezaliwa vyuo vikuu vingi, lakini hiki bado kina sifa kubwa, chuo kikuu cha Mlimani. Sasa mambo yake mengine yakiwa mazuri, moja iwe ni msikiti pia, moja iwe ni msikiti. Kwa hiyo ninaomba mamlaka yanayohusika, na asa wa alla tunaweza kufanya juhudi pia kuja kukutana nayo kwa ajili ya kuzungumzia swala la namna ya kupata ridhaa ya kujengwa msikiti mkubwa hapa. Haja ni kubwa sana, na mimi ridhaa ikishapatikana nitashirikiana na wadau mbalimbali. Tunao wadau mbalimbali kwa ajili ya kujengwa kwa msikiti kama huu. Tunao, na tukiwaambia tu wataona fahari kuja kujenga msikiti chuo kikuu. Nadhani mamlaka yanayohusika yatakuwa yanasikia au yatanisikia baadaye, lakini natanguliza maneno. Na kwa taratibu za kisomi kama mlivyo nyinyi, kupitia Baraza Kuu la Waislamu Tanzania tutaandika barua maalum ya maombi, na kwa maana hiyo ndio maana nimemchukua katibu Islam. Huyu ni naibu katibu mkuu utawala, Alhaji Mwenda, na nimemchukua afisa katika ofisi ya Mufti, pia anashughulika na mambo ya nje, amesoma Yemen, Sharifu Tahir al-Musawa. Kwa hao wote, na nimemchukua Ali ambaye ni mkurugenzi wa elimu kule baraza makao makuu, ili tuje tushuhudie hali na kwa pamoja tuweze kukumbushana na kuweza kushughulikia masuala haya. Mimi nimefurahi sana kwa sababu hakuna jambo kubwa kama hili. Sikutarajia kama chuoni kama hapa nitakuta watu kama hivi. Nilipata watu 10, 15. Kwa baadhi ya vyuo nimetembelea watu 10, 15. Lakini leo kupata watu wengi, labda chuo cha Mungu kwa sababu ni chuo ambacho ni cha Kiislamu. Lakini hapa nimekuta vijana wengi, wenye kuswali wengi, wanaume kwa wanawake. Mwenyezi Mungu atujaze kheri juu ya jambo kama hili. Niungane na Imam juu ya swala la mwezi wa Ramadhani na swala la Waislamu kwa ujumla juu ya swala zima la maadili. Wakati naingia nilikuwa namsikia anazungumza kuhusiana na maadili. Ndugu zangu Waislamu, Uislamu ni maadili. Uislamu ni akhlaq. Ndio maana Mwenyezi Mungu akamsifu mtume kwa maadili, na akamfanya akhlaq hizo nazo hakuna kabla yake yeye aliyokuwa nayo, wala hata patikana baada yake. Na akamsifu akamwambia, wa innaka la ala khuluqin adhim. Katika surati Nun aya 4 utakuta Mwenyezi Mungu anamsifu mtume wake, wa innaka la ala khuluqin adhim. Kila lugha ina misingi yake na kanuni zake. Lugha ya Kiingereza ambayo nyinyi tena tuweze kuzungumza Kiingereza, nyinyi mabingwa wa Kiingereza, unajua kanuni za lugha ya Kiingereza kuna kitu gani. Na lugha ya Kiarabu nayo ina kanuni kama vile lugha ya Kiingereza. Kama vile Kiswahili nacho pia kina kanuni zake. Unapotaka kulisisitiza jambo, kuna vitu vyake vinatakiwa vitiwe pale ili kuonesha msisitizo wa hilo jambo. Sasa katika lugha ya Kiarabu, Mwenyezi Mungu amesisitiza katika kumwambia mtume yeye ana tabia kubwa tukufu. Akasema wa innaka, ile inna ni msisitizo. Afasema la ile lamu, ile la ile lamu imekuja kwa ajili ya kusisitiza vile. Afrika ile ala ya isti'la ina maana nyingi. Vile vyombo vyote vitatu vinasisitiza utukufu na ukubwa
wa tabia alizonazo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini Mwenyezi Mungu amempamba namna hiyo? Amempamba ili iwe ni kiigo chema kwa umati wake, waige maadili. Kama ni kustahimiliana, walipokuona kwa mtume, walipokusoma, wastahimili, wafanye istimala, wastahimili, wavumilie, wawe na subira, wasiwe na haraka na mambo. Kama ni swala la kupendana, kujenga mshikamano, basi waangalie mtume kafanyaje. Jana nilikuwa nazungumza katika press conference ambapo kuna watu wameingia katika mitandao afa kutukana Uislamu kwa maneno machafu sana. Ukisikia ghadhabu zinapanda pale pale, lakini yafaa sisi tuwasikilize watu. Yaani mtu anakuchokoza afu unachokozeka, lazima kwanza tusome kwa nini anasema maneno yake, nini anachokitaka, nini analotaka litokee baadaye. Ukishamsoma unapata natija, unapata result ya mpango wake, kisha wewe unajibu. Wale Waislamu tusikubali kuchokozeka. Sisi ni Waislamu. Mtume amekaa na watu wasiokuwa na Waislamu, wamewahi kwenda msikitini wa Kristo na Mayahudi. Mtume akawakaribisha, akaendelea na shughuli zake, wakafikia mahala wakaomba kuswali, pale kana swali. Nikustahimiliana. Mkataba wa miaka 10 ule, mkataba mbovu. Katika jambo ambalo linakera zaidi katika ule mkataba ni kwamba akitokea mtu katika Uislamu ameritadi, akaamua kurudi kule ukafirini, akubaliwe na asizuiliwe na asikerwe. Lakini akitokea mtu kwenye ukafiri akaja huku kwenye Uislamu, arudishwe haraka huyo, turudishiwe mtu wetu, asikubaliwe kuingia. Haingia kilini, ghairu maqul, haingia kilini, ndio mkataba ufanye kazi. Lakini mtume alichunga maslaha, akasema basi sawa, kwa sababu alijua sisi tuko wachache na wale wako wengi, lakini ndani ya kipindi hiki cha miaka 10 Uislamu utakuwa umekuwa sana na watu watakuwa wengi, na hata wale ambao wamertadi watajikuta wanarudi tena katika Uislamu. Na ndio hii ambayo Mwenyezi Mungu akamwambia, idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Kweli makundi mbalimbali yakaingia katika Uislamu na miji mbalimbali kufunguliwa Uislamu. Naungia mkia katika maneno ya Imam, mkuta anasema, nilikuwa na mengine lakini amenigeuza mada, na mimi nisimame hapo. Ndugu zangu Waislamu, na hasa vijana wanafunzi wanaosoma chuo kikuu, nyinyi mbahatika, someni, jipambeni kwa maadili mema. Nasikia anazungumza katibu hapa, anasema wanafanyika mtihani na nyinyi mko katika mtihani. Insha Allah Mwenyezi Mungu atawajalia mtihani mtapita kwa salama. Lakini sheria za mtihani, taratibu za mtihani, jaribuni kuzifuata, kwa sababu huko pia ni kuchunga maadili vile vile. Ni kuchunga maadili. Mwalimu akikuita akwambia jambo, unatakiwa usikilize. Ni moja. Bwana Sayyidina Ali karamallahu wajha anasema, ala la tanalu al-ilma illa bi 6 saumbika an majmu'iha bibayani kasma dhakai wasibari wa hirsi wa irshadi ustadh wa tuli zaman wa bulgha wa irshadi ustadh wa tuli zaman. Kuna mambo 6 Sayyidina Ali anabainisha katika kupata elimu. Ni yapi? Kwanza dhakai, yani akili, kuituliza akili yako ili uelewe kile unachosomeshwa, kuwa makini kwamba wewe unasoma na concentrate katika yale masomo unayosomeshwa. Lakini akasema wahirsi, na kuwa na pupa ya kuipata elimu, wasibari, na uvumilivu. Elimu ni ngumu sana, jambo lake ni gumu sana. Ngoja hapa kabla sijaendelea na sehemu zilizobakia nikuchekesheni kidogo. Sheikh Ahmad kule Dodoma
rafiki yangu mkubwa, mimi mwenyewe pia nilimshawishi aingie katika baraza la ulama. Tulikuwa na umoja fulani wa kujenga platform ya wanazuoni zitoko Zanzibar kwa mkutano. Akaja mzee Idi Simba akatoa hotuba ndefu, kisha akasema mimi nilishafanya mpango kule Oxford University, mtoke hapa mashehe mkasome, mtoke hapa mwende mkasome. Sisi wengine tukavumilia, tukashangilia kwa sababu tunapenda kusoma, kama mimi napenda kusoma sana kila mara, hata nikisafiri napenda kusoma. Kufanya hivyo ndiko namna hiyo. Na Sheikh Nuruddin Mangoshi, kwa wote tukubali kwamba hili jambo zuri. Wakati wa kupumzika kidogo, Sheikh Ahmad Zuberi akaniita, Sheikh Abubakar, na kwamba tukae kando kidogo. Wakamba sasa yule mzee Simba kwa kibo tulichonacho na sisi tukasoma, kabla ilmu min al-mahdi ila al-lahdi. Hapana bwana, mimi kwa jumla kusoma basi, kama sijui basi, kama najua haya, lakini kusoma ni basi. Alikuwa anazungumzia kwa sababu ile tabu ya kusoma, dhiki ya kusoma. Sheikh Sharif Hussein al-Musawa, babake mkubwa, ami yake huyu kijana ambaye tulisomesha hapa wa idara ya mambo ya nje, akanambia Sheikh Abubakar, hamiruhusu na mimi kusema. Unasema Sharifu? Akasema waonaje wengine kusoma watoto wetu wanataka kukimbia ile tabu ya kusoma. Unaonaje tunaacha watoto wetu? Kwa sababu hata sisi tukisoma kwa faida gani Sheikh Abubakar? Maana ile kwenda kuchukua degree Oxford, unarudi Dar es Salaam hapa, unakaa siku ya kwanza ya pili ya tatu umekufa. Watu wasema yule jamaa chukua degree kama sasa hivi hapa. Kwa hiyo kusoma kuna tabu, inahitaji istibar, uvumilivu Kwa hivyo vumilieni mpate elimu, mje mtusaidie huko mbele. Tunahitaji wasomi, watu wanaosoma huku na huko. Dini muijue, na hii elimu ya secular muijue kwa kiwango hicho. Degree ya kwanza, ya pili, ya tatu someni. Lakini akasema wa bulgha ni kitoshelezo cha maisha. Tosheka na maisha ulionayo. Usiwe na tamaa. Ukiwa na tamaa huwezi kusoma. Afu akasema wa irshadu ustadh hapa sasa. Wa irshadu ustadh au wa irshadi ustadh. Na muongozo wa mwalimu. Mwalimu anakwambia nini? Mwalimu anakwambia nini? Si mtu kumpinga mwalimu, ni kumsikiliza tu. Hata kama anakuambia wewe huyataki, ni lazima umpinge, si nyamaza kimya. Sasa irshadi ustadh ni moja katika mambo ya Sayyidina Ali 6 aliyotolea mwongozo kwa mwanafunzi. Kisha mbele akasema utuli zamani, na zama kuwa ndefu, yani kusoma kwa muda mrefu, soma kwa muda mrefu. Kwa muda mrefu ni kama hivyo. Ninyi mlisoma msingi, saa nyingine mlisoma nasari. Zama zetu sisi ilikuwa kuna nasari ni msingi. Kutoka msingi unakwenda sekondari, O level unakwenda A level unakwenda chuo kikuu, kama mlivyonyinyi sasa hivi. Utaona ule muda mrefu sana katika maisha yako. Ukipiga hesabu za maisha yako utaona muda mrefu sana. Lakini natakiwa hiyo pia usiwe na uvivu. Uone ndio namna ya kupatikana kwa elimu. Lakini yote hayo yako katika msingi mkubwa wa maadili. Kuwa na maadili, kuwa na tabia nzuri, kuwa na kila kitu, kuwa na hasira, kuwa na kila kitu. Hata mtu akikujaribu kuchokoza, usichokozeke. Wewe endelea na shughuli zako za kusoma. Mtu akitaka kushawishi, wewe angalia nililoleta mimi hapa nini? Jambo fulani. Sasa nitafuata wewe kwa nini umekuja nayo? Wewe katoka Mbeya, wewe katoka Mtwara, mimi nimetoka Tanga, wapi kwa? Mimi nimefuata elimu. Kwa hiyo nyinyi mmefuata elimu, chukueni elimu. Na Mwenyezi Mungu atamipa inshallah taala. Hata mitihani inshallah Mungu atawapitisha, mtapita. Sisi katika ofisi yetu BAKWATA tunafanya kazi kubwa sana kutafuta scholarship kwa ajili ya vijana wetu kwenda kusoma kwa Kiislamu. Hivi ninavyozungumza kule chuo kikuu cha Azhar tumefika ngapi? 36 ndio. Nimepeleka watu 36 chuo kikuu cha Azhar. Na mimi nakwenda kila mara nakwenda. Yote hii kutaka kutengeneza generation ya wasomi watakao kuja kushika Uislamu baadaye. Lakini tuliwapeleka wengine Abu Dhabi, tukawapeleka wengine Morocco. Jana mbichi tumewasindikiza vijana 40 wanakwenda Morocco kwenda kusoma.
Mwaka jana 40, mwaka wa juzi 40. 40 mara 3 ngapi? 120. Mpaka sasa hivi kuna wanafunzi tuliowapeleka 120. Tumebakisha miaka miwili, 40 mara 2, tumebakisha watu 80, wanafunzi 80 wanakwenda kusoma. Na kule unasoma, na ukitaka kusoma chochote, utasoma dini, utasoma mambo ya kompyuta, utasoma mambo ya engineer, utasoma chochote. Niomba mfalme na mfalme akanipa. Lakini haja nitaka kuiokoa hii generation ya Waislamu ili wapatikane watu ambao wasomi. Siku hizi kuna AI. Nataka kutengeneza mtu akakutoa domo moja kubwa, jicho kama ngumi. Kama wewe ndio shehe wenu. Katengenezaje huyu? Katengenezaje? Lakini wasomi mnajua yule kafanya kabofya wapi mpaka umetokea katika hali ya namna. Sisi tutakwenda Masri, huwa namchukua huyu mtoto kila mara. Tunakwenda katika ile artificial intelligence, al-dhaka'ul istinai, mikutano mingi. Mpaka juzi Januari kulikuwa na mkutano unaohusiana na kujadili Uislamu tutauendesha vipi. Mamufti wa dunia nzima tukutana, na kila mmoja atengeneza pepa yake. Tutauendesha vipi katika zama za akili mnemba? Wana Kiswahili sasa hivi inaitwa akili mnemba, akili bandia. Tutauendesha vipi? Fatwa zitakuwaje? Mambo yatakuwa vipi? Sasa haya yote yanahitaji wasomi, watu ambao wameshatayarishwa tayari, wamesoma, wataweza kupambana na kitu kama hicho. Mimi nisiwachukulie muda mrefu, nitakuja kuomba siku nyingine ndio tukae tupate saa moja. Wakati huo nyinyi hamna mitihani, ndio nafasi ya kuweza kuvumilia kwa muda saa moja, mkanisikiliza, tukaambiana, tukazungumzana. Ila nizungumze la mwisho tu, Baraza Kuu la Waislamu Tanzania ni chombo chenu, sije mtu akamdanganya, ni chombo chenu. Na kwa kipindi hiki ambacho mimi ni kiongozi, kiko open. Nilitangaza mwanzo kwenye mashindano ya Qur'ani ya kina Kishki kwa mara ya kwanza mwaka 2015, nikasema abwabul majlis maftuha, milango yote ya baraza iko wazi. Anataka kuleta ushauri alete, anataka kuleta mipango alete. Na mimi mwenyewe mtu wa mipango. Tumewapeleka watu wengine kwenda kusoma China. Nimekumbuka imepitishwa kwenye rali ya China hapo. Mpaka nikamwambia katibu, hivi watoto wetu vijana wanaosoma hapo wanasikia malugha ngumu ile huyo unasikia? Asema wanasikia na wanaelewa na wanajua kusema. Sasa huko China nilipewa nafasi 80. Tukaweza kupata katika kutafuta kupembua ni vijana gani anastahili kwenda. Kabla ya muda hujaisha tukapata 40 tu. Wako wanasoma. Alishughulikia katibu naibu katibu mkuu utawala. Wako China wanasoma. Sasa tunataka na nyinyi tupate ile cream ya watu ambao watakuja kuuhama Uislamu. Sasa kupitia baraza liko wazi kwa ushauri, kwa mipango, maelekezo, kila kitu tunapokea sisi. Tunapokea, alafu tunasema hiki kizuri, hiki hajaelewa, hiki hajafahamu vizuri, hiki kaambiwa vibaya. Ama ile maneno ya kwamba BAKWATA imeanzishwa alikuwa haikuanzishwa tu. BAKWATA ilianzishwa katika utaratibu uliojulikana kabisa na watu waliojulikana kabisa na kwa maslahi ya Waislamu wenyewe, kwa sababu hata huko nyuma jinsi ilivyoanzishwa tukikwambia wewe utashangaa, utaona basi sasa hivi tumefuzu zaidi, lakini sio mahala hapa. Iko siku tutakuja kutangaziana vizuri na mwenye maswali aulize, tutamjibu ili mpate kuelewa vizuri kwa baraza. Kumbe bwana, baraza ni baraza letu. Sisi tumefaulu kwa sababu East Africa Muslim Welfare Society ilipovunjwa sisi tulipata baraza. Lakini na Kenya mwaka 70 kama sijakosea, mwaka 72 ilivunjwa na wao wakaanzisha Muslim Social Council. Hata mimi kesho nakwenda Mombasa kwenye futari na darasa na naitwa nao jamaa na wao. Afu Uganda mwaka 75 hivi au 74 na wao kavunja. Kwa hiyo kama ilivyokuwa Tanzania ndivyo ilivyo Kenya, ndivyo ilivyo Uganda.
Sasa kama kosa limefanyika hapa Tanzania na Wakenya nao, kama Kenya nao wafanya makosa kama Tanzania, Uganda nao, na je, mnawajua ile cream ya juu ya East Africa Muslim Welfare Society? Unajua, si ndio tutakwambia, na wala hakuna ambaye hajashiriki. Mashekhi wote unawajua wewe, mimi ninayo namba ya mashekhi wote walioshiriki mikutano, hata mkutano mwaka 70 wote. Ndio maana nawaambia jamaa, wewe hujui, inawezekana baba yako au babu yako, kama sio baba yako, alikuwa katika mkutano wa kuunda hiki ni chombo cha Waislamu kwa ajili ya kutengeneza mambo ya Uislamu, na chenyewe kinatakiwa kiwahudumie Waislamu. Akitokea kiongozi hawahudumii Waislamu, lazima habari zake ziletwe, ima asimamishwe au tumfute au tumuondoe, tumpate ambaye anaweza kuwahudumia Waislamu, kwa sababu sio chombo cha kuziazuia watu. Nitaka kueleza kidogo kwa nyinyi wasomi mpate kuelewa kidogo dokta ya dini Baraza Kuu la Waislamu Tanzania. Nimekwenda Saudi Arabia. Nilipofika Saudi Arabia nikamwona Rabita, the Muslim World League. Nilikwenda kumwona mwenyekiti. Nilipofika kwa mwenyekiti nikakuta akaingia chumbani, store, akaleta boksi paka. Kaambia muangalia barua. Nikafungua barua nyingi kweli, zote barua za fitna dhidi ya baraza. Kwa macho yangu nimeona. Kama majambo sio hili. Sasa na wao walikuwa na mtu wao yuko hapa. Rabita alikuwa na mtu wao yuko hapa. Amekula pesa. Kama sasa shekhe, simkamateni yule mtu, mtuletee na sisi tutafungua milango. Kabla hapa jambo la kwanza kuleta fitna katika nchi, kukamata mtu kumfanyaje, ninyi wenyewe ndio mtaendelea kufanya shughuli zenu. Lakini kama baraza pesa zake kama hicho. Sasa angalia, na hao watu namjua mimi mtu mmoja na picha zao zilikuwa kwenye ukuta na kila kitu. Sasa lakini sio wakati wa fitna, sio wakati wa maneno, wakati wa kushikamana, wakati wa kujenga umoja, wakati wa kujitambua kwamba tuko katika hali gani sasa hivi kama Waislamu. Nini kinachotakwa kwa Waislamu sasa hivi? Tufanyeje? Ni wakati wa kuangalia na kuendelea na mambo ya kujenga zaidi mshikamano, kama alifanya mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoingia Madina. Kajenga udugu, kajenga mshikamano, kajenga umoja, kajenga heshima, wadogo waheshimu wakubwa, wakubwa waone huruma wadogo. Ndivyo alifanya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watu wasome, wasikae tu. Inshallah baada ya kuzungumza haya, Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Katibu, nadhani itakuwa nimetosheleza kwa maneno yangu haya niliyozungumza, ila utanipangia siku nyingine kama muda tutakuwa tutaupata, nitakuja hapa nipate saa moja, lakini hiyo ni baada ya mitihani. Mitihani sijachukua miezi mingapi, lakini wakishamaliza mitihani itakuwa vichwa pia vimefunguka. Msome wala asiri la Quraishi kula a'udhu bi rabbil falaq, ndio unafanya mtihani. Muislamu wengine tu wanafanya mtihani na kwa sawa na mtu mwingine. Wewe Muislamu una kitabu Allah, Qur'an ukisoma baraka. Qur'an ukisoma baraka zake nyingi. Ukisoma msaafu na kuanzia suratul Al-Fatiha, alhamdulillah, ndio sura ya kwanza, Baqara ya pili, suratul Nas ndio sura ya mwisho ya 114. Ukasoma tu ibada ile ya kusoma, ukifika mwisho ukamwomba Mwenyezi Mungu jalie haya na haya, basi Mwenyezi Mungu inshallah taala atakujalia. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya baraka kusoma maneno yake. Baraka kusoma maneno yake. Kwa hiyo ukiingia katika mtihani, soma Qur'ani, muombe Mwenyezi Mungu atujalie. Mwisho nikumbushe kwamba mwezi huu wa Ramadhani usipite bure. Fanyeni sana ibada kama alivyosema khatibu wetu hapa. Ibada za aina mbalimbali. Kwa sababu ukiswali swala ya sunna moja sawa na swala ya fardhi katika mwezi wa kawaida, uzito wake. Yaani ile swala ya sunna inapewa daraja ya swala ya fardhi katika mwezi wa kawaida. Na ile swala ya fardhi ni sawa na swala 70 katika miezi ya kawaida. Sasa sio mwezi wa kuachia, ni mwezi kila unachokifanya kinazidishwa mara nyingi. Kwa sio wakati wa kuachia. Na amezungumza mpaka usiku kwenye heshima ya Lailatul Qadr, lakini tutakuja kuzungumza na mimi siku nyingine kwa ajili ya kuwahimiza watu. Wallahu waliyut tawfiq wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Babdeo Miladu Online TV, pamoja nawe katika kheri.